Karibu katika Sanaa za Zaka. Leo tutaangazia hii picha iliyochorwa mwaka 2020 baada ya Bulldozer Mwamposa kwenda Moshi katika ibada yake, na katika ile process ya kutoa mafuta ya upako yakatokea maafa na vitu vilivyoendelea. Kwa hiyo baada ya ile tukio nikachora hii picha kuelezea ile, kuiwakilisha ile tukio. Kwa hiyo nimeiita bulldozing the faith, kumaanisha kwamba watu waliokuwa na imani kali kuhusu mafuta ya upako na uwezo wake wakaenda pale, lakini wakaishia kufa. Tunaanza kuangalia kwanza kwamba imetokea wapi na wakilishwa na mlima. Alafu kiangalia nyuma ya huyu mtu mkubwa hapa kuna soldiers za keeping guard, keep security. Ni baada ya nini kilitokea baada ya haya maafa? Tulitegemea kwa wakati ule Magufuli alikuwa ni mtu heavy, hata ikitokea ajali anawajibisha viongozi wa traffic wa mkoa. Kwa hiyo tukategemea kuna kitu kitatokea baada ya maafa ya watu karibu 20 nadhani. Lakini hakushtakiwa hata kwa ile kwamba kusababisha vifo kwa uzembe, labda hawakuweka procedure za kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo hiyo inaonyesha ile alipata state protection kwamba usikae mmoja, lakini hata wale walihusika tunasikia kwamba shtakiwa labda. Na hizi ni trappings of wealth tunazojua kwamba viongozi wa kidini wa kisasa wa mambo ya upako na nini wanazionyesha na ni kitu muhimu kwao kuonyesha kwamba sisi sio wanyonge, sisi Mungu wetu si mnyonge, Mungu anayekujali wewe afya yako, na kwamba ukimfuata utakuwa tajiri. Haya ni mafuta yenyewe ya upako, lakini kwa sababu yanagombaniwa, wale watu walioweza ku fight to the top wanaweza kuyapata straight yakiwa masafi na nini, au wengine wamekuwa wamepatwa na shida, yani wamekanyagwa mwili, wameshindwa hiyo nguvu ya kuweza kufight. Huyu anamraise mwanaye angalau apate mafuta yanadondokea hata, lakini the struggle is real. Kwa hiyo sasa ukiangalia kuna watu wawili ambao wameonekana wana nguo, wengine wote wako empty. Watu watatu tuseme, mhusika mwenyewe, soldiers, huyu mama mwenye mtoto wake na huyu jamaa. Sasa hawa wanawakilisha watu ambao ni kama wamefumbuka au wamepata mawazo tofauti kwamba nini kinaendelea, hichi tunachokiamini, tunachokifuata kwa nguvu zote ni kweli kama kinavyosemeka. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema hawa wote ni the faithful ambao wanaamini kila kinachosema ndicho na wanakipigania kwa nguvu zote. Huyu ni kama ameshapata madhara, mwanae ama kanyagwa, ameisha au hali imemzidi, na huyu mwingine mgongoni naye yuko tabani. Kwa hiyo kama ile panic ya nini kinaendelea, ona mtoto wangu, hebu mguse mambo ya badilike. You can see the horror, shock in his face. Katika chini ya miguu yake hapa kuna Bible imewekwa hapo, lakini na tukio kama haya hamna mtu anahangaika na Bible tena. Inachofuata ni muujiza, na huyu ni kama amekuja ku witness kwamba is this really, or ana give up kwamba maybe this is not for me. Hao wengine hali imekuwa ngumu kwao, wanajitahidi lakini hapana. You can see this is looking at the guy, hana uhakika, sio anashangaa hizi umaridadi au anashangaa subiri kwamba aonekane na boss.
Hiyo ndo issue yenyewe.